Katika mwaka wa fedha 2025/2026 kitengo kilifanya ufuatiliaji na tathmini kwa mashirika 30. Utekelezaji wa shughuli mbalimbali za mashirika haya ulihusisha afua za elimu, afya, kilimo, msaada wa kisheria, ukatili wa kijinsia, uwezeshaji wananchi kiuchumi na utunzaji wa mazingira. Jumla ya gharama zilizotumika kutekeleza miradi ya maendeleo kwa mashirika haya ni shilingi milioni 187,680. Walengwa waliofikiwa walikuwa ni 23,632, watu wazima 13,420, ambapo wanaume walikuwa 6,001 na wanawake walikuwa 7,419, na watoto walikuwa 10,212, ambapo wa kiume walikuwa 4,113 na wa kike walikuwa 6,099. Abraham Mtongole na nafanya kazi na shirika linaitwa Helvetas Swiss Intercorporation. Hili ni shirika ambalo makao makuu yake yako Uswizi, lakini kwa hapa tunalifupisha kwa kuliita Helvetas Tanzania. Katika taasisi hii Helvetas Tanzania, mimi ni meneja wa mradi ambao unaitwa Youth Employment Through Skills Enhancement, ama kwa kifupi tunasema yes, ajira kwa vijana, ajira kwa vijana, yes. Hiyo ndo kauli mbiu yetu kwenye mradi huu. Huu mradi ni nini hasa? Ni mradi ambao unahusika na kutoa fursa ama kuchochea fursa za ajira kwa vijana, lakini kupitia ujuzi mbalimbali. Tunawa guide vijana katika kuchagua kozi. Tuna manyo moja, nimesema kuhusu stadi za maisha. Hiyo manyo topic namba 1 kabisa inaitwa career choice. Kwa hiyo tunakuwa tuna careers mbalimbali, ni ukweli ziko nyingi, lakini 3 na tena nitataja ambazo zimekuwa zina perform vizuri sana. Ni mojawapo ni ya ujenzi. Kwa mfano, ujenzi umefanya vizuri sana, vijana wengi sana wameweza kuajiriwa kwa kupitia ujenzi, na hii sasa hapa kwa Dodoma. Lakini kozi nyingine ambayo inafanya vizuri ni masuala mazima ya horticulture. Kwenye vijana ambao wameenda kujifunza horticulture, tumeshirikiana na vyuo kama Don Bosco, wana kitu kinaitwa iTech pale, ambapo wanafanya teknolojia nzuri kabisa ya horticulture kupitia Waisraeli ambao wamewekeza pale. Kwa sababu tunapeleka vijana wanasoma pale. Kwa horticulture ama kilimo cha mboga na matunda kimefanya vizuri sana. Na ya 3 tuna masuala mazima ya upakaji rangi, ambayo inaonekana kama inaingia ndani ya ujenzi, lakini ujenzi ukiugawagawa ndio utakutana na upakaji rangi, utakutana na paua, interior design, yani yote yanafanya vizuri. Kwa hiyo hizo ni course 3 ambazo zimefanya vizuri sana kupitia programu hii. Ninaitwa Mchungaji John Joseph Malale, mkurugenzi wa taasisi ya Raise Up Integrate for Human Support Tanzania. Ni shirika ambalo limesajiliwa, liko kisheria. Tunapatikana Kisasa, mtaa wa Bwawani. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo tumekuja kushiriki kongamano la jukwaa la mashirika ngazi ya wilaya. Ni nafasi nzuri ambayo tunatambua na kujua kwamba mashirika yamekuwa na mchango mzuri wa maendeleo katika nchi na katika taifa la Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunajua na kutambua wazi kwamba taasisi yetu ya Raise Up Integrate for Human Support imekuwa ni mdau mzuri wa maendeleo Tanzania katika shughuli mbalimbali zinazohusiana na swala la elimu, hasa katika masuala ya kutokomeza vitendo vya ukatili Tanzania, na vile katika swala zima la kutoa elimu katika masuala ya utatuzi wa migogoro, legal aid. Tunashukuru kwamba jamii ya Tanzania na wananchi wamekuwa na